Sitaki porojo kwenye miradi hii, sitaki porojo. Nataka utekelezaji, nataka matokeo. Uhitaji wa hili jengo ni mkubwa kuliko tunavyokwenda na slow motion hii. Kwa sababu mfumo umekuja funguka, upo, taratibu zimeshafikia, fedha zimeshafanywa allocation tayari. Hakikisha usiku na mchana taratibu zote za manunuzi zimekamilika. Kesho siku ya juma ngapi? Leo ni juma ngapi? Kesho naweza nikaribu. Kasubiri bwana. Leo ni juma ngapi? Jumatano. Siku ya Alhamisi saa 7 mchana. Nataka nipokee taarifa ya kwamba mmekamilisha malipo ya mkandarasi. Na mkandarasi, hii speed niliyoiona hii, sitaji kusema sana kwa sababu umecheleweshwa malipo. Lakini malipo yakiingia sitaji kuona hii speed ya namna hii. Nadhani tumeelewana vizuri. Sawa. Lazima tuwe zaidi ya speed hii. Mvua zikianza hapa kuna mambo mengi yatasimama. Hatutopiga hatua kabisa. Lakini isitoshe, mradi huu ni mradi wa kimkakati. Lengo letu ni kuhakikisha tunaimarisha maeneo ya utawala kwa kurahisisha utoaji wa huduma na utendaji wa shughuli za watumishi. Tukiendelea kuchelewa, tunaendelea kuwaweka watumishi kwenye mazingira magumu ya utendaji. Nadhani nimeeleweka vizuri. Ndio. Anayehusika na manunuzi afanye kazi yake. Mhandisi fanya kazi yako na mkandarasi fanya kazi yake. Leo nakunyamazia hapa afisa manunuzi kwa sababu ambazo ninazielewa. Lakini baada ya Alhamisi sitosikiza sababu yoyote. Ninachokitaka ni kuona malipo yamefanyika, kazi inafanyika na kazi inaendelea hapa. Nadhani nimeeleweka vizuri. Mradi huu nitakuwa na utembelea kila baada ya siku 21. Kupata status ya ni hatua gani tumefikia. Na katibu tawala weka kwenye mpango kazi wetu. Kwani anamwakilisha katibu tawala hapa. Watu wa miundombinu wamekuja. Tumeelewana vizuri. Weka kwenye ratiba kila baada ya siku 21 nataka nipate status ya huu mradi. Nadhani nimeeleweka vizuri. Changamoto za manunuzi sitaki kuzisikia tena. Mwisho ni tarehe ngapi mamangu? Nataka kusikia story tofauti.